There is a race I must run. There are victories to be won. Give me power. There is a race. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour. We want to read the scripture. Nataka tusome maandiko The book of Esther, katika kitabu cha Esther. chapter 4. Esther mlango wa 4. We start our reading from verse 10. Tunaanza kusoma kuanzia mstari wa 10. The Bible says, Then Esther spoke to Hadak and gave him a message to Mordecai. All the king's servant and the people of the king's provinces know that whether man or woman, comes to the king into the inner court without being called, there is one law for him, that he be put to death, except those to whom the king might hold out the golden scepter, that he may live. I have not been called to come into the king these 30 days. They told Esther's word to Mordecai. Then Mordecai asked them to return this answer to Esther. Do not think to yourself that you will escape in the king's house any more than all the Jews. For if you remain silent now, then relief and deliverance will come to the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Who knows if you haven't come to the kingdom for such a time as this. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Thank you this evening for the opportunity Asante jioni ya leo kwa fursa hii to share your word. kushiriki neno lako. Speak to us in a special way. Nena nasi katika njia In tofauti Jesus' name we pray. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. In few minutes or 1 hour, Dakika chache zimebaki, ni kama saa moja we hivi. are going to say bye-bye to 2017. Tutakuwa tunasema bye bye kwa mwaka wa And 2017. then we are in 2018. Alafu tutakuwa tumehamia mwaka wa God has 2018. been so faithful. Mungu amekuwa mwaminifu, He has protected us. ametulinda, He has fought our battles. amepigana vita vyetu, And here we are. na sasa tuko hapa. Many people started 2017, Watu wengi walianza mwaka wa 2017, but today they are not with us. lakini leo hawako nasi. So we are grateful to God Kwa hivyo sisi tunamshukuru Mungu for what He has done in our lives kwa yale mambo ameyatenda katika maisha and yetu for what He's going to do. na yale ambayo atatenda baadaye. Now, after reading the book of Esther, Baada ya kusoma hichi kitabu cha Esther, our topic is still the same: sasa kichwa cha mazungumzo yetu ni kile kile, a miracle from the east. muujiza kutoka mashariki. That shall be your portion in 2018. Sasa hiyo itakuwa sehemu yako mwaka wa 2018. As I said in the morning, Vile nilivyosema asubuhi, when we talk about a miracle from the east, tukiongea kuhusu muujiza kutoka mashariki, this is a figure of speech. sasa huu ni msemo tu, It is a revelation from God. ni ufunuo kutoka kwa Mungu. It means Inamaanisha the work that only God can do. kwamba hii ni kazi ambayo peke yake Mungu ndiye anaweza kuifanya, It is a miracle that only God can perform. kwamba huu ni muujiza ambao Mungu peke yake ndiye anaweza kuutenda. It engage God and God alone. Unamhusu Mungu na Mungu peke yake. When human strength and knowledge and ability, stop, Wakati nguvu au fahamu na uwezo wa binadamu unapokoma, God start there. Mungu huanza pale. I believe with all my heart Naamini katika roho yangu yote that 2018 kwamba mwaka wa 18 you are going to testify, nyinyi mtatoa shuhuda, and your testimony na ushuhuda zenu will be great itakuwa kubwa and very big. na itakuwa kubwa. In this month, Katika mwezi huu God gave me a revelation. Mungu alinipatia ufunuo. I saw myself in a place, Nilijiona nikiwa mahali, and then I saw the former president of South Africa, alafu nikamuona yule rais wa South Africa Nelson Mandela, Nelson Mandela,
And then I went to a place. na nikaenda pale I saw him. nikamuona. He was already dead, as you know. Alikuwa ashakufa tayari vile mnavyojua. And then I spoke to him. Alafu nikanena naye. I say, I'm raising you from the dead. Nikamwambia na kuamsha kutoka wafu In the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Come back to life. Hebu simama na urudi And katika this uhai. person arose Na jamaa akasimama and came back to na life. akarudi katika uhai. I said, God, what is this? Nikasema Mungu, hichi ni kitu gani? And God revealed to me Alafu Mungu akanifunulia that in the resurrection temple, kwamba katika kanisa la ufufuo, the way Mandela was viewed by the world, vile Mandela alivyokuwa akitazamiwa na dunia, celebrated worldwide, alikuwa amesherekewa dunia nzima. in this place, Hapa mahali I'm going to raise the dead. kutainuka wafu. What does it mean? Inamaanisha nini? It means people that when you look at them, Itamaanisha kwamba watu ambao ukiwatazama you don't see any sign hauoni ishara yoyote of big things in their life. ya vitu vikubwa katika maisha yao, But God's going to raise those kind of people. lakini Mungu atainua watu aina hiyo. When you look at the human eyes, Ukiangalia na macho ya kibinadamu, you see them as dead, unawaona ni kama ni wafu, as finished, au watu wameisha, as forgotten, au watu wamesahaulika, as abandoned. au watu wameachwa. God says Mungu anasema they shall come back to life, kwamba utarudi kuwa hai, and their fame na sifa yao shall reach the end of the world. itaenda mpaka kila nchi ya dunia. That's what God is doing. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya, And God has spoken, na Mungu amenena and so shall it be. na itatendeka, Because when God speaks, kwa sababu Mungu akisema, whatever He says chochote anachokisema come to pass. kitakuja kutimia. Now, a miracle from the east, Sasa muujiza kutoka mashariki it doesn't mean haimaanishi that you are going to look at the east kwamba tutaangalia mashariki, where the sun is rising mahali ambapo jua huwa to linatokea, receive your miracle. alafu upokee muujiza It wako. doesn't mean that way. Haimaanishi hivyo. A miracle from the east Muujiza kutoka mashariki, is a figure of speech. sasa huo ni msemo, It is a revelation. huo ni ufunuo. Bwana asifiwe. Praise the name You of the know, Lord. in this place, Hapa mahali we do get stuff straight from the throne of God. tunapokea vitu kutoka kwa Mungu mwenyewe mkononi mwako. This is something you have never heard in your life. Hivi ni vitu ambavyo hujawahi kuvisikia katika maisha yako. I know you have heard preachings, Najua kwamba umesikia mahubiri, but not this one. lakini sio mahubiri aina hii. It is fresh food Haya ni mahubiri ambayo yako fresh from the throne of God. kutoka katika kiti cha enzi. Now, when we talk about a miracle from the east, Wakati tunapoongea kuhusu muujiza kutoka it is mashariki, challenging. inatia changamoto, It is revolutionary. inabadilisha, It rises us, inatuinua, challenge our mind, inatia changamoto katika that in akili our zetu, days kwamba katika siku we zetu can write our own history with God. tunaweza kuandika historia yetu wenyewe pamoja na Mungu. God does not only depend on what people did in the past Mungu hategemei yale mambo ambayo yalifanyika zamani, or the biblical characters. au labda yale ambao watu wa Biblia. It is our time with Ni God. wakati wetu sasa na Mungu. Peter did in his days, Petro alifanya wakati wake and it's gone. na ameenda. John did in his time. Yohana pia alifanya This wakati is wake. our time. Huu ni wakati wetu. So we are not photocopies of Peter and John. Sasa sisi sio nakala za Yohana na We Yakobo. are unique in the eyes Sisi of ni God. watu tofauti mbele za macho ya Mungu. And we have our own destiny. Na pia tuna tamati zetu, And also we have our own mission to na fulfill. pia tuna huduma zetu wenyewe. I hope you are following what I'm saying. Na tumai kwamba mnafuata vile Now, ninavyosema. when you see all these characters in the scripture, Sasa tukiona hawa watu wote katika maandiko, we fear terribly these people. tunaogopa sana hawa watu. We think they were just sophisticated. Tunafikiria hawa watu walikuwa ni watu nadra sana, That's why God used these people. ati ndio maana Mungu akawatumia. But when you do the study about these people, Lakini ukifanya uchunguzi kuhusu hawa you watu, are going to see, even though all these people served God, unagundua kwamba japokuwa hawa watu walimtumikia Mungu, they also had some pitfalls and weaknesses. They were just human beings. wao pia walikuwa na changamoto zao na unyonge wao, walikuwa ni binadamu tu, But they trusted God lakini walimwamini Mungu. in impossibilities. Walimwamini Mungu kwa mambo ambayo God came to hayangewezekana, their rescue, na Mungu akaja and kuwaokoa, then they became a testimony. alafu akakuwa kama ushuhuda. I want to give you a few examples. Nataka niwapatie mfano kidogo.
so that you can understand the grace of God ndio mpate kuelewa neema ya Mungu that is upon your life. ambayo iko juu ya maisha yenu. In 2018, Mwaka wa 18 you are unstoppable nyinyi hamwezi kuzuiliwa, unless you stop yourself. labda ujizuie mwenyewe. But the grace of God upon your life Lakini neema ya Mungu katika maisha yenu is too much that nobody is going to stop you. ni nyingi sana ambayo hakuna chochote kinaweza kuzuia. I want to give you an example. Nataka niwapatie mfano. The Bible talks about somebody we know. Biblia inaongea kuhusu ya mtu ambaye tunayemjua. Let's say for example Israel Tufanye mfano kama mtu kama Israeli or Jacob. au mtu kama Yakobo. The Bible says Biblia inasema he stole blessing, aliiba baraka. the one that was meant for Esau, Aliiba baraka za ndugu yake Esau, and then he took it away. alafu kisha akakimbia. When you read about Jacob, Ukisoma historia ya Yakobo, he came to his father alikuja kwa baba yake and misled him. na akamdanganya. His father was blind. Baba yake alikuwa amezeeka, akawa macho hayaoni, He could not see. alikuwa hawezi kuona. He said, "Are you my son Esau?" Akaulizwa, wewe ni mwanangu "Yes, Esau?" I'm your son Esau. Akasema, mimi ndiye mwanao Esau, Bless me now." nibariki sasa. And then he put on the clothes of his brother Na akavaa nguo za baba yake and na the ndugu yake, hair of a goat na mikono yake akaweka ngozi ya kondoo to come and cheat. kuja kumdanganya. So the Bible says, Biblia inasema hivi, any person mtu yeyote who mislead the blind ambaye anaweza kumdanganya kipofu, must be cast. huyu mtu atalaaniwa. It's an abomination. Ni laana. Are you in this place? Je, mko mahali hapa? So Jacob Sasa Yakobo misled his blind father. alimdanganya baba yake, According to the scripture, na kulingana na maandiko, it is an abomination. sasa hiyo ni kufuru kwa Mungu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Let me try to see if I can get that scripture. Wacha nione kama naweza kupata haya maandiko. Let's try to see like Deuteronomy chapter 27. Iko katika Kumbukumbu la Torati 27. Deuteronomy chapter 27, Kumbukumbu la Torati 27. verse is it 18? Yeah. It says, "Cast be anyone who misleads a blind man On the road. on the road." And all the people shall say what? Amen. Amen. Alaniwe. Yeah. Cast is every person. Every mtu It yoyote, doesn't matter who you are. haijalishi wewe ni nani. God does not, distinguish people, discriminate people. Mungu hajabagua mtu yoyote. You are white or black, Wewe kama ni mweupe au mweusi, you mislead a blind person, japokuwa utamdanganya mtu kipofu, automatically you have a curse. tayari wewe unashikwa na hiyo laana. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. But Lakini this person huyu mtu came to a point one day alifika mahali siku moja, where he said, "God, alimwambia Mungu, can you change my name? badilisha jina langu, Can you change my situation? badilisha hali yangu, Can you change my life? badilisha maisha yangu. I've tried on my own Nimejaribu ni mwenyewe and I have failed. na nimeshindwa. Can you do something?" Hebu fanya kitu. And God changed his Na life. Mungu akabadilisha maisha ya Yakobo. It means Inamaanisha there is no situation kwamba hakuna hali that will pin you down, ambayo itakushusha chini, that you cannot overcome ambayo huwezi kuishinda if you believe in Jesus kama Christ. umemwamini Yesu Kristo. On 2nd of December, Tarehe 2 mwezi wa Disemba, I remember this word is still, sounding in my mind. nakumbuka hili neno bado linazunguka katika akili yangu. I saw Bishop Mungai standing here, Nilimuona Bishop Mungai akiwa amesimama pale, and then I was sitting there, na mimi nilikuwa nimekaa pale mahali, and then he stood there and looked at me, na akaja akasimama hapa kisha akaniangalia, and then he told me, alafu akaniambia, "Nothing hakuna kitu shall be impossible to you. ambacho kitakushinda. Whatever you decide to tackle Chochote ambacho utaamua kukishika au will kufanya answer to you." kitakujibu. To some of you, it was just a story, Kwa watu wengine wenu kulikuwa labda ni msemo tu, but to me that was a prophecy. lakini kwangu mimi ilikuwa ni unabii. So I'm giving you this prophecy. Sasa mimi nawapatia huu unabii In 2018, kwamba mwaka wa 2018 whatever you decide to tackle chochote ambacho utaamua shall answer to kukifanya you kitakujibu in the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Now, Sasa
Esther sent people to say to Mordecai Esther alituma watu kumwambia Mordekai that Mordecai, listen, kwamba Mordekai, sikiza, you want me to go and speak to the king unataka mimi niende nikaongee na mfalme on behalf of the Jews. kwa niaba ya Wayahudi. I cannot defend you now Mimi siwezi kuwatetea sasa because there is a law. kwa sababu kuna sheria, And everybody in this land knows na kila mtu katika nchi hii anajua that nobody is permitted kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa to go and see the king kuenda kumwona mfalme when this person is not called by the king. kama huyu mtu hajaitwa na mfalme mwenyewe. Even though I'm the wife of the king, Ijapokuwa mimi ni mke wa mfalme, but for over 30 days now, lakini kwa mfano siku 30 sasa the king has not called me mfalme hajaniita into the inner court. hajaniita katika ofisi So yake. I can't go and see the king Kwa hivyo siwezi kwenda nikamuone mfalme and speak on behalf of the Jews na niende nikaongee kwa niaba ya Wayahudi because the king has not called me. kwa sababu mfalme hajaniita. You know, Wewe unajua, as I know, vile ninavyojua mimi, as we all know, vile tunavyojua sote there is the law in this land kwamba kuna sheria katika that nchi hii, nobody kwamba hakuna enters yoyote anayeingia katika the inner court kuingia katika chumba without cha being mfalme called by the king. bila hajaitwa na mfalme. So I can't do it. Kwa hivyo mimi siwezi. And you know why? Na unajua kwa nini? Because this period was very difficult Kwa sababu muda huu ulikuwa ni muda mgumu sana for God's people. kwa watu wa Mungu. This man who was the prime minister called Haman, Huyu mtu ambaye alikuwa ni kama waziri mkuu alikuwa know, anaitwa Haman, this guy went to speak to the king alienda kuongea na mfalme that there is a people in this land kwamba kuna watu hapa katika nchi hii who do not obey the law. ambao hawaogopi sheria. They are like pests, Hao watu ni wamekuwa kama kupe. so they are no good. Hao watu si wazuri. We have to eliminate and finish this Lazima tuwamalize kabisa so that we can see progress and prosperity. ndio tupate kuona maendeleo. And now Na sasa the king said, yes, I mfalme agree, akasema ndio, nimekubali, and then put a seal to that ordinance, na akaweka muhuri wake juu ya hiyo sheria, and it was published throughout the na land ikatangazwa kila mahali katika nchi that the Jews must be killed, kwamba Wayahudi destroyed, lazima wateketezwe au waharibiwe exterminated, and their things be taken na away. vitu vyao vichukuliwe. Now, Sasa Mordecai Mordekai was the uncle, the one who brought up Esther. alikuwa ni mjomba ambaye alimlea Esther. He said, now, because God has done us favor, Akasema kwa sababu Mungu ametupatia kibali, Esther is in the palace. sasa Esther ameingia katika She's been married by the king. ameolewa na mfalme. I have to go now and speak to her. Sasa lazima niende nikaongee She naye. can speak on our behalf. Anaweza kuongea kwa niaba yetu. Why should we perish Kwa nini sisi tuangamie when you have one of our own in the palace? wakati tuna mmoja wetu katika ikulu? So Mordecai went to State Kwa House. hivyo Mordekai akaenda katika ikulu. Esther saw him from the outside. Esther akamwona akiwa nje, She sent her guards. akatuma wale walinzi Go wake, see that man. nendeni mkamwone yule mtu, He's my uncle. yule ni mjomba wangu, Ask him what's the problem. muulizeni kuna shida gani, How can he come before the palace anakuja vipi katika ikulu and is wearing sackcloth? na amevaa magunia. So they went to him. Sasa wakaenda kumuuliza. Mordecai said, Mordekai akawaambia, go and tell the queen, mwende mkamwambie malkia we are in great anguish. kwamba sisi tuko na shida taabani, We have a problem. tuna shida, There is a law, kuna sheria and the king has signed the law na already. mfalme tayari ameweka muhuri hiyo sheria. In few days, Siku chache we are going to be destroyed. sisi tutateketezwa au tutaharibiwa, So tutauawa. I've come to ask her for Sasa help. nimekuja kumuomba yeye atusaidie. Now, Esther said, Sasa Esther akajibu go and tell him. akasema, nendeni mkamwambie Mordekai. He knows, Yeye anajua as I know, vile ninavyojua mimi there exists a law in this land. kwamba kuna sheria katika nchi hii. Nobody Hakuna mtu is permitted anaruhusiwa to go and see the king, kwenda kumwona mfalme, to enter there, kuingia ndani, unless called by the king. asipokuwa ameitwa na mfalme mwenyewe. If I try to go in, Nikijaribu kuingia pale, I will perish. mimi nitaangamia, I will automatically die. mimi nitakufa. That's the law. Hiyo ni sheria. Listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu.
There is always laws all around us. Kuna sheria kila mahali katika imetuzunguka. There is laws of all kinds. Kuna sheria za kila aina. Laws in businesses. Kuna sheria katika biashara. Laws concerning politics. Kuna sheria katika siasa. Laws concerning education. Kuna sheria katika elimu. Laws concerning so many things Kuna around sheria us. kila aina ya kitu And duniani. these laws are built, they are like barriers. Na hizi sheria zimewekwa pale kama vizuizi. These laws are there to challenge our faith. Hizi sheria zimewekwa pale kutia changamoto katika imani They yetu. are there to tell us, no, you cannot do this one. You cannot cross here. You cannot do this one. You cannot cross this boundary. So they are just there. They are intimidating. Ziko pale kutuzuia kusonga mbele, ziko pale kututishia. So we keep ourselves in certain box. Sasa sisi tunajiweka hapo katikati hapo, hizi sheria We are zimezuia. like in a cage. Tumekuwa kama tumewekwa ndani ya You know, we live at a certain level. tunaishi katika kiwango fulani. There are boundaries. Sasa kumewekwa mipaka. There are limitations we cannot cross. Kuna mahali ambapo hatuwezi kupita. Even in your own life. Hata katika maisha yako In mwenyewe. whatever you are doing, Na chochote you are unachokifanya. going to see there is always some limitations. Utaona kwamba kuna vitu ambavyo vizuizi Some vimekuzunguka. blockage. Kuna vizuizi There are vimekuzunguka. things you cannot do. Kuna mambo huwezi kufanya. They challenge your mind. Yanatia changamoto akili They yako. challenge your capability. Yanatia changamoto uweza wako. They challenge your means, your power. Yanatia changamoto hata nguvu zako. So to make sure that you have some limitations. Kuhakikisha kwamba wewe unazuiliwa. Now, in this case now, Sasa katika hali hii, the Jews are about to be exterminated. Wayahudi sasa wanaenda kuteketezwa, kuuawa. And Esther is in a better position to defend his people. Na Esther naye yuko katika hali nzuri ya Or her kutetea people. watu wake. But here there is a problem Lakini kuna shida. because she has not been called by the king. Kwa sababu hajaitwa na mfalme. So she cannot go in. Kwa hivyo hawezi kuingia katika chumba cha Bwana mfalme. asifiwe. Praise the name of There the is Lord. a law. Hapo kuna sheria. You see, as I told you at the beginning, Vile nilivyowaambia hapo mwanzo, time has come wakati umekuja that you write your own history kwamba utaandika historia yako wewe about you mwenyewe and the God of the Bible. kuhusu wewe na Mungu wa Biblia. Here time had come Sasa wakati huu pia, wakati ulikuwa umefika Esther can write a own history kwamba Esther angeandika historia in the kingdom katika ufalme about God and his people. kuhusu Mungu na watu wake. Not it was written. Sio tu kwamba iliandikwa, Everybody knows. kila mtu anajua. It is impossible. Haiwezekani. Everybody knows. Kila mtu anajua. I cannot try. Siwezi If kujaribu. I try, Nikijaribu I'm going to die. nitaangamia. You know, time has come Sasa wakati to umekuja, challenge yourself. jitie changamoto In mwenyewe. 2018, Mwaka wa 18 you don't say it is written. usiseme kwamba Oh, imeandikwa. nobody has ever done it before. Ati hakuna mtu amewahi It kukifanya. doesn't matter, nobody has done it before. Haijalishi kama hakuna mtu You amewahi shall be the kukifanya. first person to do it. Wewe utakuwa mtu wa kwanza kukifanya. That is I'm going to write history. Sasa wakati wako wa kuandika historia. Listen, people. Sikizeni watu. We read in the Bible. Sisi tunasoma katika Biblia. Peter walked on water. Petro alitembea juu ya maji. When we talk about Peter, Wakati tunaongea kuhusu we Petro, say, wow, nasema to walk on water, kutembea juu ya maji this is, it's not easy. haiwezekani. When you look into the life of Peter, Wakati ukiangalia maisha ya Petro, this is a man huyu ni mtu who did a lot of mistakes. ambaye alifanya makosa mengi There is mno. even a day he was telling Jesus not to go and die. Kuna wakati mwingine alikuwa anamkataza Yesu asiende kwa msalaba. Jesus told him, you Satan, get behind Yesu me. alimwambia, wewe shetani, rudi nyuma yangu. That is Peter. Sasa huyu ni Petro. Maybe you have never been called Satan. Labda wewe hujawahi kuitwa shetani, Not by your pastor, sio na pasta wako, but about Jesus himself lakini Yesu mwenyewe calling you Satan. anakuita wewe shetani. Jesus, Yesu, the Lord of Lords, Bwana wa mabwana, the King of Kings, mfalme wa wafalme, the honor of heaven. mwenye mbingu, Oh, come on. The honor of the gospel, mwenye gospel, the honor injili, of salvation. mwenye wokovu. If he tells you Satan, it means you are Kama finished. akikuita wewe shetani, maana kumeisha. So he said, yes, Satan, get Anamwambia behind me. Petro, wewe shetani, rudi nyuma yangu. But still this man Lakini bado huyu mtu kept moving aliendelea kusonga and could speak to lame. na akaongea na vilema. Rise up in the name of Ambia Jesus. simama katika jina la And Yesu they Kristo. stand and Na walk. kilema anasimama. This Peter Huyu ni Petro. said, I don't know Jesus. Alisema mimi simjui Yesu. He denied him 3 times. Alimkana Yesu mara The 3. Bible says, Biblia inasema it is through belief in your heart, kwamba ni kuamini kwa roho yako and when you speak with your mouth, na ukinena na kinywa chako that you come to kwamba salvation. utaokolewa.
and through his heart na kupitia katika roho yake and his mouth, na kinywa chake, Peter said, I don't know him. Petro alimkana Yesu. I've never met him. Alisema sijawahi What kumuona. are you talking about? Unaongea nini? I don't know Jesus. Mimi simjui Yesu. Not once, Sio mara moja, not twice, sio mara mbili, 3 times. mara 3. Ni kama vile Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Yes. yote weka pamoja. Alitumia. Mimi sijui hawa watu. Do you understand? Unaelewa hivi? But still, Lakini bado reading the scripture, ukisoma this maandiko, is a man who shook his generation, huyu ni mtu ambaye alitetemesha kizazi who chake. did the undoable. Alifanya ambayo mambo yalikuwa hayawezekani kufanya. What is it that you cannot do? Ni kitu gani ambacho wewe huwezi kufanya? What is it that shows you that you are too weak, Ni that kitu- you cannot make a history with God? Ni kitu gani ambacho kinakuonyesha kwamba wewe ni mnyonge, kwamba huwezi kuandika historia na Mungu? Bwana asifiwe. Praise the name of the When Lord. you read the people like Elijah, Ukisoma watu kama wakina Elia, the prophet of fire, ukimwangalia yule alikuwa ni nabii wa moto. this is a man who is going to run away Huyu ni mtu ambaye angetoroka, before Jezebel ametishwa na mwanamke, into the desert. anakimbia mpaka Say, jangwani, God, kill me. anamwambia Mungu niue, I want to die. nataka kufa sasa. I'm not better than Anasema my father. mimi sijashinda hata baba yangu. They have killed your prophet. Anasema kwamba wameua I'm manabii the wako only one wote, remaining. na mimi peke yake God nimebakia. said, no. Mungu akamwambia I have hapa, 7,000. niko na 7,000 I've kept aside. nimeweka kando hapo, You are not alone. sio peke yako. And what are you doing here? Na wewe unafanya nini hapo? Oh, you know what? Anasema I've unajua, suffered enough. mimi nimeteseka sana. My God. Mungu wangu Running away from ministry. anatoroka kutoka katika huduma, Running away from his assignment. anatoroka kutoka katika kazi aliyopewa. God said, okay, Mungu alimwambia sawa, if you have decided to run away, kama umeamua kutoroka, now go back. sasa rudi, And went Elisha. rudi ukampaka mafuta Elisha. What you failed to do, Kile kitu kilichokushinda kufanya, Elisha will do it. Elisha atakifanya. That's why Ndio maana James writes and says, Yakobo anaandika akisema, chapter 5, soma 17. Yakobo 5:17, He says, inasema hivi Elijah kwamba Eliya was a human being alikuwa binadamu, with the same nature as us. alikuwa na hali kama hii yetu. He could close heaven Angefunga mbingu by the word of his mouth kwa neno la for kinywa 3 chake years and 6 months, kwa miaka 3.5, and heaven will close. na mbingu ikafunga, And then he speaks again, na akaongea tena, heaven will open. na mbingu ikafunguka. Listen, people of God, Sikizeni watu wa Mungu, you are not a second hand in the kingdom. sasa nyinyi sio watu wa second hand. I Sio- say you are not a second hand in the kingdom. nyinyi sio mitumba katika ufalme. I want to get crazy here. Nataka kuingia kichaa hapa, That whatever anybody born of a woman can do, you can also do. kwamba chochote ambacho mtu aliyezaliwa na binadamu anaweza kufanya, You, wewe pia unaweza you kufanya. can forget everything I have spoken here. Unaweza kusahau kila kitu ambacho nimesema hapa, But don't forget this one. lakini usisahau hiki, When my time comes kwamba wakati wangu to utakapofika go and to be with the Lord, kwenda kukaa pamoja na Mungu, I want you to remember this one. nataka nyinyi mkumbuke haya, Especially young people. watu ambao ni vijana, Wherever you go, kwamba popote unapoenda remember ukumbuke there is a man kwamba kuna mtu who spoke in Africa. ambaye aliongea pale The Afrika, man with a dark color. aliongea akiwa ni mtu mweusi. That tall guy Huyu jamaa mrefu who said alisema that whatever kwamba chochote anybody mtu born yoyote of a woman can do, ambaye you amezaliwa na can binadamu anaweza also kufanya, do. wewe pia unaweza This is kufanya. what I'm telling to young people. Ndio nawaambia vijana, Get revolutionized. muingie katika akili ya mabadiliko, Enlarge your vision. mupanue maono Enlarge yenu, your understanding. mpanue maono yenu na fikra zenu. Forget about laws. Wacha mambo ya sheria, Oh, this one I cannot do. ati hii siwezi kufanya, This is for this class of ati people. hii ni ya watu fulani. Forget about class. Chana na mambo ya We class. are class breakers. Sisi ni watu ambao We break tunajenga, classes and enter. tunajenga daraja Wherever there is impossibility, mahali ambapo kuna mambo we hayawezekani, enter in the name of tunaingia Jesus. katika jina la Yesu This is Kristo. the gospel we are Sasa hii preaching. ndio injili tunayohubiri. I say this is the gospel we are Nasema preaching. hii ndio injili The tunayohubiri. gospel of mad people. Uhubiri injili ya watu wenda wazimu. Paul says, Paulo alisema, I'm mad mimi na kichaa because of Jesus kwa Christ. sababu ya Yesu Kristo. Because if you follow logic, Kwa sababu ukifuata mambo ambayo it yanafahamika doesn't match. haifanyi kazi. You know, the gospel Injili is about faith. ni kuhusu imani, And faith is about trusting God. na imani ni kumwamini Mungu. So it doesn't match with logic. Sasa haingiani na mambo ya ufahamu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Now Esther says, Sasa Esther anasema there is a law. kwamba kuna sheria, But time has come wakati umefika to break the law. kuvunja sheria, Ama namuna si gani? ndio? Because you don't wait
kwa sababu huwezi kungojea. If you wait, your people are destroyed. Ukingojea watu wako So you wataangamia. cannot wait. Hauwezi kungojea. Do something. Fanya kitu. And then Mordecai said, Alafu Mordekai akasema, go and tell her, nendeni mumwambie if she cannot help the Jews, kama hataweza kusaidia Wayahudi, I want her to know nataka yeye ajue that the salvation of the Jews kwamba wokovu wa will Wayahudi come from elsewhere. utatoka kutoka mahali kwingine. As for her Lakini kwake yeye and the house of her father, na nyumba ya baba yake they shall be destroyed, wataangamia, even though she's in the palace. japokuwa yuko pale katika ikulu. Hallelujah. Hallelujah. And then she said, Alafu kisha akasema, okay, go and tell Mordecai nenda mwambie Mordekai to pray for me aniombee for 3 days. kwa siku 3, I will also pray na mimi pia nitaomba and fast. na nitafunga. After 3 days, Baada ya siku I 3 will go see the king. nitaenda kumwona And mfalme, if I perish, na kama I nitaangamia perish. na niangamie. That is 2018. Sasa huo ndio mwaka wa 2018. You fear until where? Utaogopa mpaka lini? We were born to die anyway. Wewe uliumbwa utakuja kufa tu. We were born to die. Utakufa tu. And one day we'll die. Na siku moja utakufa, Whether you like it or not. upende usipende. Whether you hide. Ukijificha, So what? alafu Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So what? Alafu If I die, I die. anasema kama Do you nitakufa know nife. that God likes this kind of people? Mungu anapenda watu wa aina hii. God likes this kind of people. Mungu anapenda watu kama Esther. People who can take the bull by the horn. Mungu ambaye anaweza kushika yule fahali kwenye mapembe. People who can say enough is enough. Anasema kwamba imetosha. I'm tired with this Mimi one. nimechoka. I have to tackle the challenge. Sasa lazima nishike hii I changamoto. have to do something. Lazima nifanye I kitu. have to challenge myself. Lazima nijitie changamoto. If I fail, let me fail. Kama nitaanguka na If I nianguke. die, let me die. Kama nitakufa nife. But I'm not going to fear. Lakini sitaogopa. I will try it. Nitajaribu. I have God Na Mungu. and I will succeed. Na nitashinda. And God is happy. Na Mungu anafurahia. So they went and prayed. Sasa wakaenda wakaomba. The 3rd day Siku ya 3 after prayer now, baada ya maombi, she put on the royal garment. akavaa nguo zake za She kifalme. entered the inner court. Akaingia katika chumba cha The mfalme. king was there sitting. Mfalme alikuwa amekaa pale And the law is there. na sheria iko pale. Esther went straight, Esther akaingia ndani looking at the king. akimwangalia mfalme, And she's coming na anakuja majestically. anakuja kwa And then maadui, the king is watching. na mfalme anamwangalia. Who is this? Angalia huyu ni nani? You see, there are things that happen. Unajua kuna mambo They yanayotendeka, happen beyond us. yanatendeka When kutushinda we sisi trust God. wakati tunapomwamini Mungu. They happen beyond the writings. Yanatendeka kushinda hata maandiko When we trust God. wakati tunapomwamini Mungu. They happen beyond the laws that we know. Yanafanyika kupita hata sheria tunazozijua When we trust God. wakati tunapomwamini Mungu. There is nobody in this life Hakuna mtu katika maisha who haya did anything meaningful ambaye alifanya kitu cha maana if it is not by taking a hard decision. kama hakuchukua uamuzi mgumu. You have to take a decision. Lazima uamue. So 2018, Sasa mwaka wa 18 we don't sleep hatulali. and say hallelujah. Nasema haleluya. We do things Tunafanya vitu trusting in God. tukimwamini Mungu Whatever people can do kwamba chochote ambacho We can binadamu do anaweza better. kufanya sisi tunaweza kufanya in na the name zaidi of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. In my life, Katika maisha yangu I don't fear people. siogopi watu, I don't fear men. siogopi binadamu. There is a time Kuna wakati I received a white man here. nilipokea mtu mweupe hapa. He's an English guy, Alikuwa ni mzungu but was living in New Zealand. lakini alikuwa anaishi pale New Zealand. I hope you know the guy. Jeff. Yes, he Yes. was called Jeff. Alikuwa anaitwa Jeff. He was with his wife Alikuwa pamoja na mke wake and some other people. na alikuwa pamoja na watu wengine. They were like 13, Walikuwa watu karibu kuwapata came here 13. to do ministry. Walikuja hapa kufanya huduma. And then the guy was speaking in the church on Sunday. Na huyu jamaa akawa anaongea kanisani. He Jumapili. said, you know what, Na people? akasema mnajua nini? If you pay tithe, Kama unalipa zaka, it is not the will of God. sio ati ni mapenzi ya Mungu. It is the law of Moses, Hiyo ni sheria ya Musa, because Moses spoke about the law. kwa sababu Musa aliongea So kuhusu people are sheria. not supposed to pay tithe. Kwa hivyo ni kama watu hawastahili kulipa zaka. I was sitting in the church, Mimi nilikuwa nimekaa kanisani and this is a Muzungu. na huyu ni mzungu, He came with other Wazungus. amekuja pamoja na wazungu There wengine. were 13 people. Walikuwa watu The 13. church was invaded. Kanisa limevamiwa. And then
Alafu kisha after he finished speaking, baada ya amemaliza kuhubiri he gave me the microphone. akanipatia mimi I kipaza stood sauti. at the pulpit. Nikapanda kwa madhabahu. I said, Brother Jeff, thank you Nikamwambia Jeff, asante for your powerful preaching. kwa sababu ya mahubiri yako mazuri. There is something you spoke about tithe. Lakini kuna kitu umeongea kuhusu I zaka. know you don't have a revelation, Mimi najua kwamba wewe huna ufunuo and I want to help you. na nataka kukusaidia. He was there sitting, Alikuwa amekaa pale. and then I told him, Alafu kisha nikamwambia, tithe is not the law. nikamwambia kwamba zaka sio sheria, It's not the law of Moses. sio sheria ya Musa. Abraham was the first person to pay tithe, Ibrahimu alikuwa wa kwanza kutoa zaka and it was given to him by revelation. na ilipewa kwake kwa ufunuo. It was revealed by God, Ilifunuliwa na Mungu, not by Moses. sio na Musa. Abraham gave tithe Ibrahimu alitoa 500 zaka, years before Moses was born. alitoa zaka miaka 300 kabla Musa So hajazaliwa. it was the revelation. Kwa hivyo huu ulikuwa ni People who ufunuo. are revealed, Watu ambao wamefunuliwa they pay tithe wanalipa zaka, and more than tithe. wanalipa na zaidi ya zaka. So you are not revealed. Sasa wewe hujafunuliwa. Jesus spoke about tithe Yesu aliongea kuhusu zaka in the book of Luke. katika kitabu cha Luka. He told people it's good to pay tithe. Aliambia watu ni vyema kulipa He zaka. never told people to stop doing it. Hakuambia watu waache kulipa And zaka. then Muzungu was looking at me. Alafu mzungu akawa ametamaki. So what? Basi If you nini? are a Muzungu, Kama wewe ni mzungu, should I fear you? kwani lazima Were you nikuogope? born with God? Wewe ulizaliwa na Mungu. Are you from the family of Jesus? Wewe ni familia ya Yesu Kristo. Why should you intimidate me? Kwa nini Who is unitishie? your father? Baba yako ni nani? Hey, Hey. you know what? God saved me, oh, Pastor Gideon. Mungu aliniokoa. I'm a madman. God saved me. Mimi mwenda wazimu. And I thank God. Nashukuru Mungu. God saved me. Mungu aliniokoa. Why should you intimidate me? Kwa nini wewe You have unitishie? 2 legs. I have 2 legs. Wewe una miguu miwili na mimi na mguu miwili. Oh, mimi nahubiri injili. Wewe ulizaliwa na injili. Umeipata hapo. Ama namna gani? Yes. The way when I do ministry Wakati mimi nafanya huduma in my life, katika maisha yangu, I don't believe in this life there is a preacher who can intimidate me. Yes. I don't believe. siamini There is none. katika maisha haya kwamba kuna mhubiri None. yote anaweza kunitishia. Hakuna. Hakuna. When you preach, I just look at you Ukihubiri mimi nakuangalia tu to the glory of God. na msifu Bwana. Because I have revelations all Kwa sababu over. mimi na ufunuo kila mahali. All over. Kila mahali. I did theology Mimi nilifanya theolojia just not to preach the gospel, sio eti kwa sababu ya kuhubiri injili. just for human beings. Ya labda nilikuwa tu nataka kuijua kwa sababu ya binadamu. So they don't say, where did you do theology? But Eh. let me get it for you, not wacha for me. niipate- Because I have more than theology. Wacha niipate kuwastiri binadamu kwa sababu mimi mwenyewe nina zaidi ya theolojia. You do business. Wewe unafanya biashara. You go out there. Unaenda huko nje. Business people, they intimidate you. Watu wa biashara wanakutishia. You look at them, you start shaking. Unawaangalia unaanza kutetemeka. You don't belong here. Wewe ustahili kuwa hapa. You belong elsewhere. Wewe unastahili Maybe you kuwa are here by accident. kwingine huko. Labda We umekuwa are hapa. lions. Sisi ni watu wa kushika. I say we are lions. Sisi ni simba. Oh, come on, man. We are lions. Sisi ni simba. Nobody intimidate us. Hakuna mtu anatutishia. Wewe umeona giraffe na intimidate lion? Hakuna. Hata tembo. Hakuna. Leo najua anaweza kukula hata giraffe. Yes. When you go to the scripture, Wakati tunaangalia maandiko, the Bible says Biblia inasema Esther made a decision. aliamua, If I die, kama nitakufa let me die. wacha nife. So what? Basi nini? If I run away from death today, Kama nitatoroka kifo leo, one day I will die. siku moja bado nitakufa. So why can't I die today? Sasa si nife leo? For a cause that is right. Nife leo kwa sababu maalumu ya Mungu, To protect my people. kulinda watu wangu, Israel of God. Israeli ya Mungu. So she went. Kwa hivyo akaingia. The king saw her. Mfalme alimuona. Something happened Kitu kilitendeka in the heart of the king. ndani ya roho ya mfalme. He took the scepter. Akachukua ile fimbo He yake, said, my queen, come. akamwambia malkia wangu My njoo. queen, come. Malkia wangu njoo. What do you have? Akamuuliza unataka nini? What's the problem? Akamwambia shida ni nini? Why are you here? Amuuliza uko hapa kwa She shida said, gani? there is something I want to tell you. Akasema kuna kitu nataka I nikuambie. want to make a banquet Akamwambia nataka kutengeneza karamu for you and the prime minister. kwa sababu yako wewe na waziri I mkuu. want you to come and eat with me. Nataka nyinyi mje mle na mimi. Just that. Akasema hiyo peke yake. Ask him for more.
Amwambia uliza zaidi. Even a piece of the kingdom, Amwambia uliza hata nusu ya ufalme wangu. I will give you. Nitakupatia. Bwana asifiwe. Praise the So name you of the see, Lord. the king Sasa unaona is mfalme, ready to share even the kingdom, mfalme yuko tayari hata kushiriki ufalme but wake. Esther doesn't know. Lakini Esther hana habari. She's fearing to go into the inner court Anaogopa kuingia ndani ya chumba because there is the law. kwa sababu kuna sheria. But the king is ready Lakini yule mfalme to yuko give tayari even half of the kingdom to kumpatia hata Esther. nusu ya ufalme wake. So that's how we fear things. Sasa hivi ndio tunavyoogopa vitu. Oh, nobody has ever done this Sema before. hakuna mtu amewahi kufanya You mambo shall haya. be the first person Wewe to do utakuwa mtu wa it kwanza in the name kukifanya of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. We are not fathers of photocopies. Sisi sio mababa wa nakala. We have given birth to people who are powerful. Sisi tumezaa watu ambao wana nguvu. And those people, it is you. Na wale watu ni nyinyi. Jesus died for you. Yesu alikufa kwa sababu yenu. The Bible says Biblia inasema the prophets kwamba manabii who prophesied ambao walitoa for unabii this our kwa time, maisha yetu haya, they did investigation walifanya uchunguzi trying to understand kujaribu kuelewa concerning the grace of God in our days. kuhusu neema ya Mungu katika siku zetu hizi, Because they didn't live by grace. kwa sababu wao hawakukaa katika neema, They lived under the law. waliishi chini ya sheria. But we are under the grace. Lakini sisi tuko chini ya The neema. grace facilitates us the work. Sasa neema inatufanyia kazi, The grace carries us. neema inatubeba sisi. We don't move by power and might. Sasa hatutembei na nguvu sisi. Paul says the grace is sufficient. Paulo anasema neema inatosha. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. But now what are we doing? Lakini sasa tunafanya nini? We fear those people, biblical characters. Tunaogopa wale watu ambao tumewasoma katika We Biblia. see them as fantastic people. Tunaona ni watu wa kushangaza. We think they are too much, they are beyond us. Tunaona watu labda wanatushinda sisi. What they did, we cannot do. Kile kitu walichokifanya hatuwezi We kufanya. are terrified. Tunaogopa. Ni kweli ama hapana? Si ndio? But those prophets, Lakini wale manabii when they looked into the led by the Spirit of God, wakati walipoangalia katika maisha yetu, when they look into our time, wakati walipoangalia maisha the yetu, Bible says Biblia inasema they were surprised. walishangaa, They did the investigation. wakafanya uchunguzi. God, Mungu, when are you going to do this for je, us? haya maneno utayafanya lini God kwetu said, sisi? no, Mungu akasema it's not hapa, for you. sio yenu nyinyi. It is for Lokosio. Haya maneno ni ya Lokosio. It is for Nyaga. Haya maneno ni ya Nyaga. It is in their days Haya maneno ni siku zao. that I will relieve grace. Nitaachilia neema. These people didn't even have the Holy Spirit. Hawa watu hawakuwa na Roho Mtakatifu. The Spirit came on them Roho Mtakatifu alikuwa in anawashukia some instances. kwa muda fulani tu. That's why Ezekiel said, the hand of the Lord came upon me. Ndio maana You know? wanasema mkono wa Mungu ulishuka juu yangu. But we have the Holy Spirit. Lakini sisi tuna Roho He Mtakatifu is kila wakati. permanent in our lives. Yeye yuko ndani ya maisha yetu kila And wakati. he was not permanent in their lives. Hakuwa katika maisha yao. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Joel prophesied. Sasa wakati walipotoa He unabii, said, in those days, akasema siku hizo young men watoto shall prophesy vijana watatoa unabii and see vision, na wataona and maono, old men na wazee shall dream wataota. in those days. Siku hizo Not in the days of Joel. siko siku za Yoeli. It was meant for us. Haya maneno yalikuwa na neno In la our days, siku zetu. the Bible says Biblia inasema there are new things kwamba kuna mambo mapya that even angels have never seen before. ambayo hata malaika hawajawahi And kuyaona, angels want also to plunge their eyes na malaika pia walikuwa wanataka kuchungulia to see what God has prepared for us. waone Mungu ameficha nini kwetu sisi. Angels, can you imagine? Malaika They have never hivyo seen it before. They don't know. hawajawahi kuona haya maneno yakitendeka. They envy us. Walikuwa wanatamani maisha And yetu. here we are, Sasa tuko hapa, broke down. tumevunjika. Here we are, Tuko hapa crying day and night. tunalia usiku na mchana. Here we are, Tuko hapa walking in the desert. tunatembea jangwani. Here we are, Tuko hapa suffering day and night, tunateseka usiku na mchana. languishing in misery. Tunaishi Here we maisha, are, tuko hapa failing in every direction. tunashindwa na kila kitu. Now, what are you going to tell me? Sasa utaniambia nini? Is God a liar? Je, Mungu ni God is muongo? not a liar. Mungu si muongo. God cannot lie. Mungu hawezi kusema uongo. God is looking for people, Mungu anatafuta watu, fantastic people. watu wenye nguvu. Today, Leo I was following a story, nilikuwa nafuata historia. a biography about Benson Idahosa. Nilikuwa nafuata historia ya Benson Idahosa. This man Huyu mtu believed in God alikuwa amemwamini Mungu and also in prosperity. na alikuwa ameamini mambo ya kuendelea. One day, Siku moja
he bought a motorbike. akanunua pikipiki. And then his pastor excommunicated him from church. Alafu mchungaji wake akamfukuza kanisani. He said, how can you buy a motorbike? Anamuuliza, wewe utanunua vipi pikipiki? You love pleasure. Wewe unapenda sana starehe. You don't love God. Wewe umpendi A Mungu. Christian cannot buy a motorbike. Kristo hawezi kununua pikipiki. We are called to walk, to trek, Sisi tumetumwa kuja kutembea na mguu, not to buy motorbikes. sio kupanda juu ya pikipiki. And one time, Sasa wakati mwingine his wife became pregnant. mke wake akawa The mjamzito, wife of the pastor. mke wa mchungaji. And then in the night, Alafu usiku she got labor pain. yule mwanamke akaanza uchungu wa kuzaa. Now the pastor ran to Benson Idahosa, Sasa huyu mchungaji akakimbia kwa Benson who Idahosa, was already excommunicated from church. ambaye tayari alikuwa amemfukuza kanisani. Benson, Anamwambia Benson, I'm in trouble. anamwambia niko katika My shida, wife is having labor pain. mke wangu ana uchungu wa kuzaa, Can you please help me tafadhali nisaidie with your motorbike na pikipiki yako to take my wife to maternity? nipeleke mke wangu maternity. Benson said yes. Benson akasema I'll take ndio, your wife to maternity. nitapeleka mke wako maternity. So his motorbike Sasa ile pikipiki took yake the wife to maternity. ikampeleka mke wa mchungaji maternity. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Time has come, people. Wakati umefika. Personally, I feel like crazy. Mimi najisikia kama na kichaa. In this dispensation, Katika muda huu God is lifting up his church. Mungu anataka kuinua In kanisa this lake. dispensation, Katika muda huu God is blessing his people. Mungu anabariki watu wake. In this, the devil is a liar. Shetani ni muongo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. What am I saying? Nasema nini hapo? Write your own history with God. Kwamba andika historia yako mwenyewe na Mungu. You can write your history. Unaweza kuandika historia yako mwenyewe. Oh, Elia hakufanya hivi, mimi siwezi kufanya hivi. Wewe huko Elia. Wewe ni Elia. Write a history. Andika historia yako. Oh, unajua Paulo hakufanya hivyo. Ati Paulo. Wacha mambo ya Paulo. Wachana na Ni Paulo. macho malaika hawajawahi kuona. Malaika Ni mambo manabii walichunguza hawakuelewa. walitamani kuyaona. There are new things. Mambo mapya. Are you a photocopy? Wewe ni nakala. Oh, Tengoyoka alivaa kiatu ya nyekundu. Siwahi kumuona anavaa kiatu ya Green. Ya green. So siwezi kuvaa kiatu ya green. Unaweza kuvaa kiatu ya green. Sindio? Bwana asifiwe. Amen. And then what is happening? Alafu kunafanyika You nini? see that God is ready. Unaona kwamba Mungu yuko tayari. God is ready Mungu yuko tayari to heal the land, kuponya nchi, to protect the Jews, kulinda wana wa to Israeli, bless Esther, kubariki to Esther, take her to the next level. kumpeleka katika kiwango But kingine. just upon Esther Lakini sasa ni to Esther make mwenyewe a decision. aamue. That's what we talk about. Hichi ndio A kitu tunaongea, miracle from the kwamba east. muujiza kutoka That mashariki, God is at work. kwamba Mungu yuko God kazini. is going to do it for you. Mungu anaenda If you kufanyia. believe in God, Ukimwamini Mungu, just take your steps. chukua hatua, Do what you can do. fanya kile Leave unachoweza the kufanya, rest to God. mwachie Mungu haya And mengine, God will do his own side. na Mungu atafanya And upande things wake, are going to happen. na mambo yatatendeka. In my life, Katika maisha yangu I've lived by faith. nimeishi katika imani. Let me give you a testimony. Wacheni wapatie When ushuhuda. I sent my first son to USA for education, Wakati nilipomtuma kijana wangu wa kwanza kwenda kusoma people Marekani, thought I'm too rich watu walifikiria nina pesa to do it. kufanya hivyo. I'm a strange man. Mimi ni mtu mgeni, I'm a wild vine, mimi ni kama a moto, wild animal. mimi ni kama mnyama wa mwituni. I believe in God, Mimi namwamini Mungu even when in the midst of impossibility. hata wakati mambo I hayawezekani. believe it is possible Naamini kwamba with the inawezekana God of the Bible. na Mungu wa Biblia. I told the guy, Nikamwambia, you are going to America wewe unaenda for Marekani, studies. unaenda kusoma huko, Look for a school. tafuta shule. So as he was looking for a school, Wakati alipokuwa anatafuta shule, and then he has to go collect the visa, lazima aende akatafute visa. I look at my bank statement. Naangalia statement yangu, It's not matching. imefinya sana, What they imefinyika sana. want is big money, Walikuwa wanataka pesa nzito which I do not have, ambazo mimi sina, but I have faith. lakini mimi nina imani. I believe it is doable. Naamini kwamba kinaweza kufanyika. So what? Sasa I tell one of my sons here, naambia mmoja wa vijana wangu hapa, help me with bank statement. nisaidie na statement yako ya bank. And then he gave me his bank statement. Alafu ananipatia statement yake. I told him, write a letter. Nikamwambia andika barua, So he wrote a letter. na akaandika barua. He said, you know what? Akasema unajua nini? I'm the sponsor of the board. Akasema mimi nitamsimamia huyu kijana. I also put my weak bank statement. Na nikaweka yangu ile yenye mbamba.
I also write a letter. na mimi pia nikaandika I barua. say I'm also going to Nikasema support the boy. hata mimi pia nitamsimamia huyu So kijana. all of us, Sasa sisi watu we wawili behind this boy. tunamsimamia huyu And kijana. the boy goes there. Na kijana anaenda pale, He's given visa. anapewa visa And then he goes to America. na anaenda Marekani. Now, Sasa I didn't go to the brother si kuenda kwa huyu ndugu, that my son. si kuenda kwa huyu ndugu You know what? kwenda kumuitisha pesa. You said you are going to. Unajua wewe uliandika Can you barua give me hii, something? kaenda kwa I embassy, never did that. nipatie kitu. Sikufanya hivyo, I never did that. sikufanya hivyo, Not even once. hata sio mara moja. I fought myself. Mimi nilipigania, I told the boy, nimwambia kijana, tell the principal, nenda umwambie mwalimu mkuu I will pay small, small. kwamba nitalipa kidogo kidogo, Installment. nitalipa kidogo kidogo Small, small. kidogo kidogo. And he went Na akaenda to the office akaenda kwa and ofisi, told the guy, akamwambia mwalimu, my father says, baba yangu we are ameniambia going to pay small, kwamba small. tutakuwa tunalipa pesa kidogo He kidogo. said, okay, how much do you want to pay Akasema small, ni small? ngapi mnataka kulipa And kidogo then they kidogo. agreed. Akawakubaliana It was okay. na ikakuwa sawa. So the boy told me, Sasa kijana akasema yes, you can pay small, small. amekubali tulipe kidogo I say kidogo. hallelujah, Hosanna. Nikasema haleluya, We Hosanna are going to Jesus. fight. Sawa. I had a piece of land in DRC, Nilikuwa na kipande cha shamba pale DRC. like 80 meters Nilikuwa na long land. kama futi 80 hivi, kama ile I ya sold it. utawala. Nikaenda nikaiuza. And then I paid small, small. Nikalipa kidogo 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 kidogo. By the time you know it, Lakini kabla sijajua, after 1 year, baada ya mwaka mmoja, the boy performed well. kijana akafanya The vizuri university gave scholarship. na chuo kikuu kampatia scholarship Full. yote. So I take a step of faith Sasa nikachukua hatua and imani God does the rest. na Mungu akafanya iliyobaki. 2 weeks ago, Wiki mbili the zimepita, boy came back kijana amerudi Kenya, with a big degree like this one, amekuja na degree kipande hivi in science katika actuarial science with the GPA of 39.7. na GPA ya 39.7. Is it not too much? Sio ni too much? That's a full A plus. Hiyo ni A+. Big like this. Inatoshana hivi. And put at my table. Akaiweka juu ya meza I yangu. looked at it and said, hallelujah. Kaangalia Hosanna. nikasema hallelujah Jesus. The second boy again Kijana wa pili pia brought me also another degree akaniletea degree nyingine in kipande corporate law, masters. katika sheria za Big like this one. kampuni Put kubwa. at my table. Akaileta kwa meza I pale. said, hallelujah, Hosanna. Nikasema hallelujah sana. As I speak now, Vile ninavyoongea sasa, the girl is already in state in msichana wangu sasa yuko Washington. She's already there. Yuko pale. So she started studies on in Anaanza January kusoma Januari hii by faith. kwa imani. You are looking at me. Mnanitazama. And then Sasa they think I'm very rich from where? wanafikiria mimi ni tajiri sana. I believe in the God of the Mimi Bible. namwamini Mungu wa Biblia. This wonderful, amazing God Huyu Mungu wa kushangaza who will never let you down ambaye hata kuacha if you trust in Him. ukimwamini. He's so powerful. Ni wa nguvu. If you have a pastor like this one Kama una mchungaji kama huyu and you fail, na uanguke, you fail on your own. umeanguka peke yako. Utaniambiaje? I have a family. Mimi na familia The family is very strong. na familia ina nguvu. There is Mama Jaya, Mke wangu ndio yule pale, a strong lady. mwanamke mwenye nguvu. I married her. Nilimuoa, She was a teenager. alikuwa kijana mdogo. Until today, Mpaka leo I've never changed. sijabadilika. There she is. Ndio yule pale. People do come Watu wanakuja from DRC. kutoka DRC, They have never told you, oh, he changed. hajawahi kuniambia ati I don't alibadilika. Hajabadilika. This one. Ni yule yule tu. Ama namna gani? Si ndio? The family is standing. Biblia ndio hiyo, mimi familia ndio hiyo imesimama. Sasa kile mnatafuta kwa pastor ni nini? Mnatafuta nini? Pastor mzuri ni nini? Mchungaji mzuri ni Kama una pastor amesimama, nyumba yake imesimama, watoto wamesimama, wananena kwa ndimi. Hakuna Sasa wewe Gideon, hakuna pastor mzuri ni nini? Mumesikia? Are you going to tell me that I'm not practicing what I'm preaching? Je, I'm practicing. mtaniuliza kwamba mimi sifanyi yale maneno ninayosema? I'm practicing. Nafanya. We still have like 9 minutes Tuna dakika kama to 7 hivi. 2018. Dakika 7 tufike mwaka wa 2000. Now listen. Sasa sikizeni. A miracle from the east Muujiza kutoka mashariki means God's intervention. unamaanisha kama Mungu ameingia, God anahusika. will intervene in Kwamba your case. Mungu anahusika katika God shughuli will yako. stand for you. Kwamba Mungu atakufanyia. God will do it for you. Kwamba Mungu atakufanyia. Fear not. Usiogope. Take a step.
chukua hatua, believing in God. muamini Mungu. If Peter did it Kama Peter by alifanya walking on water, kwa kutembea juu ya maji, you don't need to walk on water. wewe ustahili kutaka kutembea juu ya You maji, need to do more than water. unataka kufanya zaidi ya hivyo. Hallelujah. Haleluya. If Elijah Kama Elia was fed by ravens, alilishwa na you kunguru, need to do more than that. wewe unastahili kufanya zaidi ya hivyo, Because God belongs to all of kwa us. sababu Mungu ni wetu sote. Don't think biblical people were so sophisticated. Usifikirie No. kwamba watu wa Biblia tu walikuwa ni watu maalum. God Hapana. used these people Mungu aliwatumia hawa watu by grace. kwa neema. Today, Leo I was reading the Bible nilikuwa nikisoma Biblia in the book of Joshua. katika kitabu cha Yoshua. We still have few minutes Tuna dakika kidogo chache before we cross. kabla hatujafunga, But let us talk. lakini wacha tuongee kidogo, Ama namna gani? si ndio? You need the word. Now, listen. Tusikize. Joshua chapter 24. Yoshua mlango wa 24, There is something here. kuna kitu hapo. I want you to see. Joshua 24, Nataka uangalie. verse 2. Yoshua 24 mstari wa 2. There it is. And Joshua said to all the people, Yoshua akawaambia kila watu, thus says the Lord, hivi asema Bwana, the God of Israel. Mungu wa Israeli, Long ago, zamani your fathers baba zenu lived beyond the Euphrates. waliishi kando ya Euphrates. Terah, Tera the father of Abraham, baba wa Ibrahimu and of Nahor. na baba wa Nahor, And they served other gods. na walitumikia miungu. Hey. Hallelujah. Haleluya. They did what? Walitumikia miungu. They served other gods. Walitumikia miungu. It means Terah, the father of Abraham, Imaanisha kwamba Tera baba wa Ibrahimu and Nahor, na Nahor ndugu ya Ibrahimu, his brother, ndugu ya Ibrahimu, and Abraham himself. na Abrahamu mwenyewe pia. These people were idol worshippers. Hao watu walikuwa wanaabudu miungu. So God Mungu didn't choose Abraham akamchagua Ibrahimu. because he was holy. Hakumchagua Ibrahimu kwa sababu alikuwa God ni chose mtakatifu. Abraham Mungu alimchagua Ibrahimu because his favor and grace found him. kwa sababu Mungu neema yake na kibali chake kilimpata So Ibrahimu. it is the grace of God Sasa ni neema ya Mungu that we are in the kingdom. ambayo tuko sasa Don't tunatumia. allow anybody Usiache mtu to despise that grace upon your life, adharau hiyo neema katika maisha yako, because you have been favored. kwa sababu wewe huko na kibali. And don't allow anybody to tell you, okay, wewe hauna Mungu, you have God. Usiache mtu akwambie kwamba una Mungu. Mungu yuko Oh, pamoja na you wewe. cannot make it, you can Ati make wewe it. huwezi kushinda, utashinda. Oh, you are not worthy, you are worthy. Unaambiwa kwamba hustahili, wewe unastahili. Do you understand that? Unaelewa hivi? You can do it. Unaweza. You are able. Wewe unaweza. You are capable. Unaweza. The Lord loves you. Mungu anakupenda. He died for you. Alikufa kwa sababu yako. And He loves you so much. Na anakupenda mno. And your success Na kufaulu kwako is His joy. ni furaha yake. When you succeed, Wakati unapofaulu, God is happy. Mungu anafurahia. When you do well, Wakati unapofanya vyema, God is happy. Mungu anafurahia. When you expand Wakati territories, unapanuka, God is happy. Mungu anafurahi. Now, Sasa in 2018, mwaka wa 2018 all the limitations vizuizi vyote that blocked your life ambavyo vilizuia maisha yako as a minister of the gospel kama mtumishi wa and a messenger of God kama mtumishi wa Mungu, and a prophet of God kama nabii wa Mungu, and an apostle of the gospel, kama mtume wa Injili, I release you to blessing. na kuachilia kwa baraka, I release you to God's favor. na kuachilia kwa baraka za Mungu In the name of Jesus, katika jina la Yesu I Kristo, release you to growth. na kuachilia expansion. kukua na kupanuka, I release you to good health. na kuachilia kwa afya njema. May every sickness that is following you Waacha kila ugonjwa unaokufuata leave you alone. ukuache sasa In the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. May the Lord God Wacha Mungu do the impossible in your life. afanye yasiyowezekana katika maisha. Even if there is an incurable sickness Hata kama kuna ugonjwa ambao hauponi or disease au ugonjwa wote, in this time, wakati huu God is going to do something that has never been done before. Mungu atafanya kitu ambacho hakijafanyika That hapo awali. sickness is going to leave your body. Ule ugonjwa utaacha mwili wako In the name of Jesus. Son katika of- jina la Yesu Kristo. Wow. Haleluya, 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 haleluya. Mwaka umevuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Yes. Hallelujah. Thank Come you on, Jesus. come on, come on, come Thank on. you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh!
Wow. Hallelujah. Wow. Hallelujah. We have, Bless the name of we the have Lord. never seen a year like this one. Hamjawahi kuona mwaka kama huu. That we are crossing with prophecy. Huu ni mwaka tunavuka na unabii. Wow. It shall be well with you. Itakuwa vyema kwenu. I say it shall be well with Nasema you. itakuwa baraka kwenu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Whatever you do, Chochote ambacho you shall mtafanya succeed. kimebarikiwa. And whatever you touch Chochote utagusa shall prosper. kitabarikiwa na In the kitafaulu. name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo.